Mtazamaji wa TBC Digital, tunaendelea kuitupia macho ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi kwa mwaka wa 2025, uchaguzi ambao unatarajiwa kwenda kufanyika mwezi Oktoba. Na tunakwenda kuangalia yale maono ambao wamekuja nayo ya kuja na gridi ya maji. Kipindi kilichopita umeweza kuona gridi ya maji ni nini, lakini pia umepata uchambuzi mpana tu wa kufahamu kama taifa tunaenda kupata faida gani. Sasa hii leo kabla, hebu tuanze kwa kuangalia Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 wamekuja na wazo hili la kuja na gridi ya taifa. Hebu tujiulize, kwa nini sasa na sio miaka mingine? Kwa sababu tunafahamu vyanzo ambavyo wanakwenda kuvitumia kwenye hii gridi sio vyanzo vipya, ni vyanzo ambavyo vilikuwepo enzi tangu kuumbwa kwa Tanzania, naweza nikasema hivyo. Tuambie kwa nini sasa? Asante sana. Swali zuri sana kwamba Ziwa Victoria limekuwepo toka walipokuja wale wa koloni kuja wakasema wamelivumbua na wao walilikuta. Ziwa Tanganyika limekuwepo, Ziwa Nyasa limekuwepo. Na sio kwamba ndio tumelivumbua sasa. Lakini kwa nini sasa ni serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba uchaguzi wa 2025, ilani ya 2025-30 ndio imekuja na hiyo wazo? Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi maneno yangu ni yale maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pili ni akili tunduizu, mawazo tunduizu ya Mheshimiwa Rais. Kama nilivyosema, unapokuwa mkuu wa nchi, wewe ndio uko kwenye usukani wa lile taifa na barabara mnayokwenda wewe ndio unaiona. Kwa hiyo hapa kwa hakika inabidi tumpe saluti Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tuwape saluti mawaziri wake ambao kwa pamoja nakaa katika baraza la mawaziri na kuweza kupitia masuala mbalimbali yenye maslahi kwa taifa na kuamua sasa hili lifanyike na lisifanyike. Lakini pia tusisahau hazina kubwa sana ya uongozi katika Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu zingatia ni kwamba kinachokwenda kupata dhamana ya kuongoza Tanzania ni chama na sio serikali. Serikali inakuja kuundwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sasa hapa inaonyesha ukomavu wa Chama cha Mapinduzi toka kuundwa kwake, na hiyo rasilimali ya uongozi na uzoefu wa kuongoza nchi. Sasa umeona ni muda sasa wa kuona kwamba haya maji yaweze kutumika kikamilifu. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu ni dhima aliyojiwekea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuona kwamba anakamilisha kutekeleza miradi mingi tu ambayo ilianza na baba wa taifa katika serikali ya awamu ya kwanza. Kama ambavyo umeona kuhamishia makao makuu Dodoma kikamilifu, ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekamilisha hiyo Ungwe kwa kuweza kuzindua jengo la mahakama. Kwa mihimili yote mitatu ya serikali iko Dodoma, lakini imekamilishwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ilianza kwa Mwalimu, lakini uwanja wa ndege wa Msalato, yote hayo ni miradi ya baba wa taifa. Sasa kwa taarifa yako, huu mradi wa kutengeneza gridi, hata kama sio gridi, lakini kuona maji ya Ziwa Victoria yanatumika pamoja na maziwa mengine, ilianza na baba wa taifa miaka ya mwisho ya 60. Na alikuwa amefikia mbali kabisa. Miaka kati ya 65 hapo 66 67 tayari alikuwa amepata uhakikisho wa kupata fedha kutoka katika taifa la Israeli ambao wangetusaidia kuyatoa maji kutoka Ziwa Victoria kuyaleta hadi mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya mradi wa umwagiliaji kwa zao la pamba. Bahati mbaya pakatokea vita kati ya Israeli na nchi za Kiarabu mwaka 67. Na sisi tulisimama upande wa nchi za Kiarabu, tukavunja uhusiano na Israeli. Ule mradi ndio ukazama. Ndio sasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja sasa kuibua na kuona kwamba utekelezwe. Kwa hiyo si kwamba huko nyuma ikufikiriwa, lakini ni yeye sasa amejipa ile dhima kuona kwamba ile miradi ya baba wa taifa, ile miradi ambayo imekwama kwenye awamu nyingine, hebu mimi niweze kuikwamua. Na ndio maana ya falsafa yake inasema kazi iendelee. Kazi ilianza na Mwalimu iendelee. Kazi ilianza na Al-Hassan Mwinyi iendelee. Kazi alianza na Mkapa iendelee. Kazi ya Dr. Kikwete iendelee. Kazi ya Dr. Magufuli iendelee. Kwa hiyo yeye anaendeleza vile ambavyo watangulizi yake wamekuwa navyo. Lakini sababu nyingine ambayo imefanya mradi huu utekelezwe iko hivi, Anet. Rais ni mkuu wa nchi na ana maono mapana ya taifa hili. Lakini ana mawaziri ambao anawakabidhi wizara moja baada ya nyingine. Sasa ukiwa na waziri ambaye hajavaa vile viatu vikamwenea,
wizara itayumba. Na ukimpata waziri ambaye amevaa vile viatu na ile suti ya waziri imemwenea, kwa kweli wewe kama ni mkuu wa nchi unalala usingizi mpaka uamshwe bana, kule maji mambo yanakwenda yanakwenda vizuri, unarudi tena kupumzika. Kwa baada hapo nataka kutuambia nini? Kwamba waziri wa maji Juma Aweso suti imemtosha na viatu vimemtosha. Nakwambia Juma Aweso yani yule kama ni mcheza mpira basi anapiga kushoto na kulia na ni wembe jembe. Nini kwa sababu gani nazungumzia waziri Juma Aweso? Ni kwamba toka ameingia kwenye ile wizara amekuwa na akili tunduizu, amekuwa na macho kama ya tai ambaye anakuwa kilomita kadhaa angani lakini analiona window chini hapa. Sasa huyo ndio Juma Aweso. Kwa kukaa kwenye ile wizara ni kwamba imemfiti na amekuwa na maono, na najua na uhakika kabisa kwamba katika watu ambao wamesukuma hii gridi ya maji ya taifa mpaka imeingia kwenye ilani ni Juma Aweso na wataalamu wake pale katika wizara ya maji. Kwa hiyo maono ya waziri Juma Aweso pia yamechangia sana katika hili. Na nataka tu nikuelekeza hapa baadhi ya vitu ambavyo tutakwenda kuthibitisha kwamba Juma Aweso kwenye ile wizara amefiti na ametoa mchango mkubwa sana kuona kwamba grid ya maji ya taifa inaenda kupatikana. Katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025 chama kilikuwa kimejiwekea utaratibu kwamba huduma ya maji mijini iende mpaka 95% na huduma ya maji vijijini iende mpaka 85%. Navyozungumza na wewe huduma ya maji mijini imegonga 95. Ni nadra sana ni nadra sana kuweka lengo la kilani na likatimia. Na kwenye sekta ya maji vijijini 85 kumebakia kama sio pasenti 2 basi ni 3 liweze kutimia. Sasa hiyo kama ni kujipongeza, basi wizara ya maji wanapaswa kujipiga kifua. Ni mafanikio makubwa sana. Lakini kuna jambo jingine muhimu ambalo ninataka kuliunganisha hapa kuonyesha kwamba kwa hakika mchango wa wizara ya maji katika kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi hii, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mradi huu wa grid ya maji ya taifa, ni mkubwa sana. Nitakupa mamlaka za maji mijini kama 10 hivi ambazo toka ameingia Aweso, toka serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani. Kwanza allocation ya fedha kwa ajili ya wizara ya maji imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, kutoka kiasi kidogo mpaka kiasi kikubwa. Lakini ninavyozungumza na wewe, huduma za maji kwa mfano kwa jiji la Dar es Salaam chini ya DAWASA zimebadilika kwa kiasi kikubwa sana, zimeboreshwa sana. Leo hii tunapozungumza hapa kuna utekelezaji wa mradi wa bwawa la Kidunda pale katika mkoa wa Pwani kwa ajili ya kuhifadhi maji kwa jiji la Dar es Salaam. Yote hii imeanza kutekelezwa na unaendelea chini ya serikali ya awamu ya 6. Lakini huduma ya maji katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza, MWAUWASA, nakwambia hivi Aneti, hata ikatokea kwamba TBC Digital ikapata nafasi kwenda kuona hii miradi, tutakachokileta hapa watu wanaweza kazana kwamba hii huduma ya maji labda inapatikana katika nchi ya dunia ya kwanza. Ni mambo ambayo ni ya kweli. Na binadamu ana tabia moja ya kutokuamini mpaka aone. Na sisi tunaamini kabisa kwamba Mheshimiwa Juma Aweso anatusikia. TBC ndio hii na TBC ndio macho ya Watanzania. Basi panapowezekana miradi hiyo ikaweze kuonyeshwa kwamba nini ambacho kimefanyika. Lakini kuna mamlaka ya maji safi katika jiji la Mbeya. Nako huduma ya maji iko vizuri sana. Nikikutajia hapa listi ni kubwa sana. Kuna Kashiwasa kwa ajili ya kutoa maji ziwa Victoria kueleta kwenye miji ya Kahama pamoja na Shinyanga. Lakini kuna mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Tanga UWASA. Wote hawa wanafanya kazi nzuri kwa sababu ya sera na usimamizi mzuri kutoka katika wizara ya maji. Mwisho Anet, ni utekelezaji mzuri unaoendelea sasa hivi wa mradi wa maji wa miji 28 ambao ulitokana mkopo kutoka serikali ya India wa dola milioni 500. Baadhi ya miji ambayo imefaidika na mradi huu ni pamoja na Kasulu, Mpanda, Kilwa Masoko, Muheza, Handeni, Korogwe, Pangani, Tarime, Rorya, Mafinga, Mugumu, Njombe, Songea, Makonde, iko Lukuki. Lakini fedha zake ni trilioni 1.2. Huu mradi unakwenda kubadili kabisa namna upatikanaji wa maji na ubora wa huduma za maji katika miji ambayo inahusika, lakini pia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wembe jembe Juma Aweso, lakini chini ya maono makubwa kabisa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia
Suluhu Hassan. Kabale, asante sana kwa uchambuzi mahiri na makini, naweza nikasema, ambao umetufanya sasa kwa pamoja tuweze kuelewa tunapozungumza gridi ya maji tunazungumza nini. Lakini pia tumeelewa ni kwa nini Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yake wameamua kuja na huu mpango wa gridi ya maji. Asante sana kwa wakati wako. Asante sana. Mtazamaji wa TBC Digital, bila shaka umenufaika vilivyo. Kwa heri na uwe na siku njema.